Basi kama tumesema katika utangulizi, leo tarehe 25 na mwezi Machi, na mama kanisa katika tarehe ya leo anaadhimisha sherehe kubwa kabisa ya Bikira Maria kupashwa habari kuwa atakuwa mama Mungu. Hiyo ilikuwa ni habari kubwa sana duniani. Hiyo ilikuwa ni habari kubwa sana ulimwenguni ambayo haijawahi kutokea tangia kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu. Mungu anashuka na kuzungumza na mwanadamu kwa njia ya malaika, akimwahidia kwamba atambeba mkombozi wa ulimwengu ndani ya tumbo lake. Sherehe hii ambayo siku ya leo inaadhimishwa duniani kote, sisi kama wanashirika wa shirika la watumishi wa Yesu na Maria tunaiadhimisha kwa namna ya pekee zaidi, kwani chimbuko la shirika letu limetokana na tukio hili ambalo lilitokea huko Uyahudini miaka zaidi ya 2025 iliyopita. Mwanzilishi wetu wa shirika alitafakari kati ya kuanzisha shirika letu hili na kulipa jina hilo la watumishi wa Yesu na Maria, akitamani kuona wale wote watakaokuwa katika shirika hili watamwiga mama Bikira Maria ambaye alikuwa ni mtumishi wa Bwana na mwanae Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ametumikia kwa namna ya ajabu zaidi katika kukomboa ulimwengu. Kumbe kwetu sisi sherehe hii ina uzito mkubwa sana. Leo kama tunavyofahamu, kama sio baba askofu mkuu kubana na majukumu, ilikuwa ndio ile siku ambayo wale wanaofunga nadhiri za kwanza kufunga nadhiri zao, leo tarehe 25, sababu ndio siku rasmi ya shirika letu la wanachama wake kufunga nadhiri. Lakini unapokuwa kumetokea ratiba ambazo ni tofauti, basi inakuwa inasogezwa mbele au inatangulia kabla. Basi kwa mchungaji wetu mkuu alisogeza mbele mpaka tarehe 29. Kwa hiyo wale ambao wanapokelewa katika hatua mbalimbali ilipaswa wafanye jana. Ni basi tukasema kwa sababu hii siku yenyewe ambayo ya shirika hakutakuwa na tukio lingine, basi tuiadhimishe kwa tukio hili ambalo linafanana na lile la mwisho la ndugu zetu kufunga nadhiri. Kwa hiyo kumbe basi kwetu, kama nilisema, pamoja na kwamba ulimwengu mzima unasherehekea, Wakatoliki wote duniani siku ya leo wanasherehekea siku hii kubwa kabisa ya Bikira Maria kupashwa habari kuwa atakuwa mama Mungu. Sisi wanashirika wa shirika la watumishi wa Yesu na Maria kwetu ni ya pekee zaidi, na kwa ya pekee zaidi kwa sababu nimesema katika utangulizi, leo kuna vijana watakaoingia hatua mbalimbali za malezi, wa aspiranti, wa postulanti, wa novisi, na hata wale ambao wanajiandaa kufunga nadhiri, na wengine basi kurudia nadhiri zao kwa miaka ambayo tumehitaji, wengine kwa mwaka wa 2, 3, 4, 5, wengine kwa mwaka wa 6. Kwa hiyo huo ndio pekee katika siku ya leo au sherehe ya leo kwetu sisi, kufananisha na wengine. Tunaalikwa sisi kama wanashirika wa shirika la watumishi wa Yesu na Maria kuitikia wito ambao tumeitwa na Mwenyezi Mungu katika shirika hili, kama vile mama Bikira Maria alivyoitikia. Nimesikia katika Injili alipopewa habari hizi za kwamba atakuwa mama wa Mungu, anapata kigugumizi kwanza mwanzoni kwa kutaka kujua zaidi. Alitaka kufahamu zaidi kwamba habari hii ikoje. Maana malaika Gabriel anamwambia utabeba mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kabla hajampa matumaini hayo, anapata shida wakati anapewa habari hii kubwa na kuuliza maswali. Ilikuwa ni haki kuuliza maswali. Itakuwaje mimi kubeba mimba? Itawezekanaje mimi kuchukua jukumu kubwa wakati mimi binafsi hata simjui mume? Ndipo malaika anampa matumaini hayo kwamba usiogope Maria, kwa maana umepata kwanza neema kutoka kwa Mungu, na mimba utakayobeba
utaibeba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mariamu baada ya kusikia maneno hayo alikuwa hana namna. Baada ya malaika kumpa maelezo ya kutosha ili kuendelea kumpa matumaini, anamwambia, tazama, jamaa yako Elizabeti naye amechukua mimba mwezi wa 6 sasa. Yeye aliitwa tasa, ameweza kubeba mimba. Jambo hili linamshangaza pia Mariamu na kumpa matumaini. Kwa hiyo Mariamu baada ya kusikia hayo yote, kwa unyenyekevu mkubwa kabisa anasema, tazama, mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyosema. Mariamu anachukua jukumu hilo kubwa la kumbeba mkombozi katika tumbo lake. Ilikuwa sio rahisi kwa binadamu kupokea habari nzito kwa Mungu, lakini basi kwa yale maneno ya malaika yalimpa faraja na Mariamu akakubali. Kubali kwake Mariamu, sisi tumepata ukombozi. Na ndio maana katika kanisa tunasema Bikira Maria ni ameshiriki kabisa kwa asilimia kubwa katika kazi ya ukombozi wa mwanadamu. Yeye hajatukomboa, aliyetukomboa ni Kristo, lakini basi yeye ameshiriki kwa kubali kumleta huyu Kristo duniani. Umwilisho wa Mungu umefanyika katika tumbo la mama Bikira Maria. Ndio maana tunasali katika ile sala yetu ya malaika wa Bwana, neno wa Mungu akatoa mwili akakaa kwetu. Mungu anatoa mwili kwa namna ya ajabu na kuwa mwanadamu ili aweze kujifananisha na sisi katika hali ya unyonge wetu, na kwa kupitia njia hiyo aweze kutukomboa. Kwa hiyo kazi hiyo kubwa ya umwilisho imefanyika ndani ya tumbo la mama Bikira Maria. Ndio maana mama Bikira Maria anapewa heshima ya pekee kabisa katika kanisa, anapewa nafasi ya pekee kabisa katika kanisa. Sisi tunamheshimu Bikira Maria kwa namna ya pekee zaidi kulinganisha na watu wengine. Watu wengine wanafikia hata mahali tunapozungumzia sisi, na sisi Wakatoliki tunakuwa mama Bikira Maria nafasi kubwa kwa sababu ya kazi kubwa aliyoifanya ya kumbeba mkombozi katika tumbo lake, lakini sio kumbeba tu, hata katika kumlea mpaka akaweza kuanza kazi ya kukomboa ulimwengu. Tunashindwa kuelewa uzito wa mama Bikira Maria katika imani yetu. Tunashindwa kuelewa uzito wa mama Bikira Maria katika ukombozi wetu. Wanamchukulia kama kitu cha kawaida kabisa. Ndio maana hawampi heshima yoyote ya pekee kama sisi tunavyofanya. Ndio maana unaona sisi tunasali rozari, tunavaa rozari, tuna sanamu za Bikira Maria. Wenzetu hawana vitu hivi. Hawana rozari, pamoja na kwamba wengine wanavitamani na kuna wengine wanaopenda ambao sio hata Wakatoliki. Basi saa nyingine wanafungwa na mapokeo yao na imani zao za kutokumpa ile nafasi ya pekee. Kwa sisi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu tuna mwenzi mama Bikira Maria, na ndiye na yeye anatuombea kwa Mungu. Ndio maana kanisa Katoliki linaendelea kustawi pamoja na changamoto linazopitia, pamoja na upingamizi linalopata, lakini linaendelea kusimama imara. Hata Wakatoliki wenyewe walio wengi wanaendelea kusimama imara na kustawi na kuneemeka kwa sababu ya maombezi ya mama Bikira Maria. Utaona sisi kwetu tunafaidika na mama Bikira Maria, wakati wengine wanambeza. Sisi tunaendelea kufaidika naye, lakini wengine wanambeza. Ila ndugu zetu Waislamu, Muislamu mmoja alishasimama mbele ya wenzake, anamwambia waziwazi kabisa, Mariamu, ndio anamuita Mariamu, ndio mwanamke pekee aliyotajwa kwenye Qur'an. Hakuna mwanamke mwingine yote anayetajwa kwenye Qur'an tukufu. Mariamu ndio mwanamke pekee aliyetajwa kwenye Qur'an tukufu, tena mara nyingi kuliko mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo wanapaswa kumheshimu. Kwa hiyo hata ndugu zetu Waislamu, baadhi yao wanafahamu uzito wa Mariamu ambaye wanamuita ni mama wa Isa ambaye wanamuita ni nabii ambaye alikuja huku duniani. Kwa
Kwa hiyo wanatambua hilo ndugu zetu Waislamu, pamoja na kwamba wenyewe sio Wakristo, lakini wanafahamu uzito wa Bikira Maria, na wenyewe kwa namna moja au nyingine wanampa heshima zake kwa sababu ndio mwanamke pekee aliyotajwa kwenye Qur'ani yote. Nafahamu Waislamu jinsi walivyo na ubaguzi dhidi ya wanawake, lakini kuja kumwona Bikira Maria yuko ndani ya Qur'ani yao wanakosa la kusema. Hakuna namna, hawezi kumkwepa, lakini kule ameandika. Ilikuwa Bikira Maria sio mama wa Mungu kweli, hata kule kwenye Qur'ani tukufu asingekuwepo kwa jinsi Waislamu walivyo na itikadi zao. Lakini basi wanampokea. Hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Tumesikia maneno katika Injili hii. Hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Kila kitu kinawezekana. Sisi kama washirika wa shirika la watumishi wa Yesu na Maria, pamoja na uchanga wetu, tunapaswa kuzidi kuamini kwamba hakuna linaloshindikana kwa Mungu. Kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo uchanga wetu wa shirika usitupe hofu wala mashaka, usitupe wasiwasi, sababu kwa Mungu kila kitu kinawezekana. Mwanzilishi wetu alikuwa na mashaka na hofu, asingeweza kuendelea na hili shirika aliloanzisha. Mgeni ya kwamba alianza akiwa peke yake, na baadaye akaanza kupata wanachama mmoja wawili, lakini akaendelea kuwa na matumaini tu. Hata wakati mwingine kwenye nadhiri alikuwa anafunga nadhiri mtu mmoja. Siku moja nakumbuka askofu mkuu Yuda Tadeusi Ruwa'ichi, askofu wa jimbo kuu, askofu mkuu wa jimbo la Kiislamu, alikuja hapa kwa ajili ya tukio la nadhiri, lakini alikuwa anafunga nadhiri mtu mmoja tu. Askofu akamuuliza mwanzilishi wetu, na mzee Masawa, naona mtu mmoja tu anayefunga nadhiri. Mzee akamwambia ndio, ni sawa kabisa. Ni afadhali kuwa na mtu mmoja ambaye anajitambua kuliko na watu 10 ambao hawajielewi. Kwa mzee hapa alikuwa anaonyesha kwamba hata akiwa na watu 2 watatu lakini wanajitambua bado ni vizuri tu kuliko na watu 100 ambao hawana mwelekeo. Kwa hiyo swala sio wingi wa watu, swala sio ukubwa wa namba, sababu Yesu alikuwa peke yake na amefanya mambo makubwa dunia nzima. Bikira Maria ni miongoni mwa wanawake wote duniani aliyoteuliwa na amefanya utume mkubwa duniani. Kwa hiyo ukubwa wa kitu sio hoja. Hoja ni utumishi uliotukuka. Hoja ni utumishi uliotukuka. Wingi wa watu sio hoja. Hoja ni utumishi unakwendaje. Naweza kukaa wengi lakini hamfanyi chochote, lakini wachache wakafanya mambo makubwa na mazuri tu, na ulimwengu mzima ukanufaika. Ulimwengu mzima umenufaika kupitia mama Bikira Maria ambaye peke yake amekuwa mama wa Mungu, lakini ulimwengu mzima umekombolewa kwa kupitia Yesu Kristo ambaye peke yake amefanya kazi hiyo. Kwa hiyo hii ni ishara wazi kwamba kumbe hata shirika la watumishi wa Yesu na Maria inaweza likawa na watu 10 na wakafanya maajabu duniani. Kristo ni kweli au uongo? Inaweza kana watu 10 tu lakini wakafanya maajabu ulimwenguni. Anaweza kuwepo 100 pia wakawa wanafanya skendo duniani. Kama shirika la skendo kila kukicha. Kwa hiyo swala sio wingi wa watu, swala sio ukubwa wa kitu, swala ni utendaji. Kwa hiyo tumshukuru Mungu pia kwa hata jinsi tulivyo. Tumshukuru Mungu pia kwa idadi ya mito tunayoipata katika shirika letu. Tuendelee kuiombea kwa Mungu ili endelee kudumu na kukua na kufanya utume katika shirika letu la watumishi wa Yesu na Maria. Tumsifu Yesu Kristo.